Doubt inakuja kwamba kiwango cha fedha ambacho wametozwa Young African mbona ni kiwango kikubwa sana. Ukilileti na kiwango ambacho Simba waliweza kutozwa kwa kufanya kosa hili ambalo walifanyika pale Amani Complex pale Zanzibar, Simba nao waligoma kuingia kwenye chumba cha kubadilishia nguo, chumba maalum. Badala yake walikwenda kwenye chumba cha mikutano ambacho sio rasmi kwa ajili ya kubadilishia nguo. Kwa nini nasema hivi? Taarifa hii ilitolewa na bodi ya ligi wenyewe baada ya kuipiga faini Simba Sports Club kwa kuto kuingia kwenye chumba maalum cha kubadilishia nguo na kwenda kwenye chumba kingine. Walipigwa faini ya shilingi milioni 5. Lakini ukija kuangalia kwa Young African, wao wamefanya kosa hilo, wamepigwa faini ya shilingi milioni 30 na wakanukuu kifungu cha kanuni ambacho kimeweza kuwaongoza wao kuweza kutoa adhabu hiyo ya shilingi milioni 30, ambacho kifungu hicho ni kifungu cha 27.7 ambacho hicho kinasema kwamba akisemi kwamba kiwango cha fedha ambacho Young Africa wanastahili kuweza kutozwa cha milioni 30, lakini pia kinaongoza kwamba kamati iweze kuamua kulingana na ukubwa wa kosa na kujirudia kwa kosa, kwamba kamati inaweza ikaweka kiwango kulingana na kosa lililofanyika, lakini pia ili kuweza kulifanya kosa hilo lisije ikajirudia tena. Kwa hiyo ukubwa wa kiwango cha fedha ambacho wamekitaja kamati, wamepima kwa hekima yao kuona kwamba wakitoza milioni 30 wanaona kwamba kosa hilo ni kubwa zaidi, kwa sababu kwenye taarifa yao inaeleza kwamba Young African hawakubadilishia nguo kwenye chumba cha maalum cha Meja Isamuyo. Badala yake walikwenda kwenye nyumba jirani iliyo ng'ambo ya barabara ya uwanja. Yani ili kuonyesha ukubwa wa kosa wakajaribu hadi kudiriki kusema kwamba umbali wa sehemu waliobadilishia nguo na umbali wa kiwanja, kwamba unavuka barabara ndipo unakwenda kubadilisha nguo alafu unaingia uwanjani. Lakini kwa upande wa Simba Sports Club, wao walibadilika kutoka kwenye chumba maalum wakaenda kwenye chumba kingine ambacho kipo ndani ya Amani Complex pale Zanzibar. Kwa ukubwa huu kwamba wao walifanya ndani ya uwanja milioni 5, wao ambao walifanya wakivuka barabara milioni 30. Kwa yawezekana hekima imetumika kwa kuvuka barabara ikavuka, yani kutoka milioni 5 ikaenda milioni 10, milioni 15, 20, 25 hadi 30 kwa sababu ya kuvuka barabara. Lakini kosa la Simba na Yanga ni kosa lile. Kwa sababu sisi ni watu ambao wa kuangalia mizania inasemaje, tukilinganisha kosa ni lile, fine ni tofauti. Ukiangalia ukubwa wa kosa ni lile kwamba wajaingia kwenye chumba maalum, lakini ukubwa wa fine ni tofauti. Mazingira ni tofauti, kwamba huyu alifanya ndani ya eneo lile la Amani Complex akatozwa milioni 5, huyu alivuka barabara akatozwa milioni 30. Kwa hiyo nafikiri utata upo maeneo hayo, kwamba inakuwaje kwamba atozwe fedha kubwa zaidi kiasi hicho, na ukiangalia katika kanuni hakuna kanuni yoyote inayoonyesha kwamba kosa hili faini yake ni milioni 30. Hapo ndio ulipo. Sawa, pengine katika hili Yanga wanapaswa kulalamika au wanapaswa kutunyamaza kimya? Of course kulalamika ni haki yao, kwa sababu ni kitu ambacho wao ndo wanakuwa wa kwanza kuadhibiwa kwa kosa hilo ambalo limefanywa na watu wengine, alafu wakaadhibiwa kwa kiwango kikubwa zaidi. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba wao kwa upande wao wa haki ya kulalamika wanayo, na ndio maana unaona kwamba sasa inaingia sababu kwa nini wametoa mkeka na hela kuweza kuchangishwa. Hapo unakuja kupata sababu kwamba jamani, tulikuwa tunafanya haya yote kwa ajili ya kuipambania timu yetu, si ndio? Na imeshatokea timu yetu imepata dhahama ya namna hii, tunafanyaje? Hao ndio Yanga wameweza kujadiliana wakaona kwamba sasa ili tuweze kwenda sawa sawa, basi tuweze kugawana maumivu, na ndio maana wanachama wa Young Africa na mashabiki wamekuwa tayari kuweza kuchangisha na kuweza kufikisha kiwango hicho. Nafikiri hadi kufikia usiku walikuwa wamefikisha milioni 31 na point, ambayo ukiangalia hiyo sasa ina uwezo wa kuweza kulipa deni la club kama club na deni la meneja wa timu, ambaye naye pia kwa mujibu wa taarifa ya bodi naye pia ameadhibiwa kwa kosa la kuweza kumsukuma Clatous Chota Chama. Kwa hiyo ina maana kwamba kwa hela hiyo iliyochangwa ina uwezo wa kumlipia meneja wa timu, lakini pia inaweza kuilipia timu. Lakini pia kuna maswali yanakuja, kwa nini wachangishe wakati klabu ina fedha, klabu ina wadhamini, klabu pia inapata mapato? Umeelewa vizuri? Ukiangalia kwa kasumba za timu zetu na mpira wetu wa Tanzania, tofauti na timu ambazo zinacheza katika dunia iliyoendelea, ukiangalia sisi asilimia kubwa kwenye mpira, kitu ambacho hichi kipo dunia nzima, mapato yanategemewa
kupata kupitia mauzo ya jezi, gate collection, umeelewa vizuri hapo, haki za kuonyeshwa kwenye TV, umeelewa vizuri. Alafu pia eneo lingine ambalo utapata eneo gani? Eneo la kuuza wachezaji. Kwa katika maeneo haya ambao sisi tunategemea kwamba timu zetu ziweze kupata mapato, je, kwa Tanzania wana misuli hiyo? Ukiangalia kwa Tanzania hapa ni chombo kimoja tu ambacho ndio ambacho chenye TV right ya kuweza kurusha, ni chombo kimoja tu, umeelewa? Na ligi yetu sisi inauza zaidi hapa Tanzania, na ukienda nje ya mipaka ya Tanzania, labda Kenya, Uganda, Rwanda, umeelewa vizuri, kidogo Burundi, kidogo inaweza kapata, na hiyo inapata kwa sababu kuna wachezaji wao kadhaa wapo katika ligi yetu. Kwa hiyo kuna hali fulani ya kufuatilia ligi yetu, na ligi yetu inafuatiliwa kwa kucheza timu 3 tu, Yanga, Azam na Simba. Yani ndio kwa mujibu wa data, na hata Azam mwenyewe kufuatiliwa kwake endapo ikiwa na mechi dhidi ya Yanga, ikiwa na mechi dhidi ya Simba. Kwa hiyo unaona kwamba hata ligi yetu yenyewe pia bado haijapata kupenya zaidi kwenye nchi za watu, kuonekana kwamba hata nchi za watu pia TV zao zikaamua kununua haki za matangazo wakaanza kuonyesha, ukitofautisha na timu nchi zilizoendelea kama Ulaya, mfano Uingereza, EPL pale, umeona Sky Sport ataonyesha, umeelewa vizuri. Ukienda maeneo mengine ataonyesha, ukienda Asia kuna timu ambazo kuna TV ambazo zinaonyesha, umeona bwana. Ukienda Amerika Kaskazini, Amerika Kusini kadhalika pia wanaonyesha. Kwa hiyo unakuja kuona kwamba kwa upande wa Tanzania vyanzo vyetu vya mapato vinakuwa bado havitoshelezi ukilingana na bajeti ya timu kwa mwaka mzima. Kwa kitendo hiki cha kuweza kuambia wanachama tushirikiane kuweza kulipa deni hili, mimi nafikiri kwa upande wa kasumba za timu zetu sio jambo la kwanza kufanyika. Yanga washa kupitisha bakuli. Pia Yanga hiyo pia washa kuingia uwanjani bure, uongozi umelipa. Kwa hiyo ina maana kwamba ni watu ambao wanaishi as a family, kwamba viongozi wanafanya na mashabiki pia wanafanya. Mimi nafikiri katika hali kama hiyo ni kitu ambacho unaweza ukakipokea na kukielewa kwa urahisi kabisa. Mambo haya yamekuwa yakitokea mara kwa mara yakijirudia. Pengine nini ambacho kinatakiwa kifanyike upande wa bodi ya ligi ili haya mambo yasiweze kuwepo? Of course, mimi nafikiri kwamba kuna haja sasa ya kuongeza ulinzi zaidi na transparent. Endapo zikiwa zinacheza vilabu vyetu hivi, kuwe na jopo la watu kutoka kwenye bodi ya ligi kwenda kusimamia usalama zaidi wa hilo jambo. Yani kuwe na watu ambao hawa sasa wanaweza kuwa na moyo wa kukubali moja kwa moja kwamba hapa kuna usalama. Yani kuwe na watu kutoka bodi ya ligi. Lakini pia ushauri wangu mwingine kwamba inapotokea mechi za Simba, Yanga na timu zingine zozote, sio Simba na Yanga peke yake, kama timu mwenyeji anakuwa ndio yeye ana mamlaka kuandaa, basi bodi ya ligi ione kuna sababu pia ya upande wa pili pia kuhusishwa kwenye maeneo ya kuweka usalama katika eneo zima la pitch, lakini pia katika vyumba vya kubadilishia nguo, kwa sababu hii ni kitu ambacho imekuwa ikijirudia sana. Hapa karibuni tumesikia taarifa kwamba wachezaji wa Azam wameonekana wakiwa wamepata hitilafu za kiafya. Umeona, hadi manguli kabisa wameposti, wameongea kwamba baada ya mechi dhidi ya TRA wachezaji wa Azam walionekana kwamba wamepata changamoto ya eneo la upumuaji, wanaonekana kama walivuta hewa isiyokuwa salama kwa upande wao. Sasa unakuja kujiuliza kwamba walivuta hewa chafu wakiwa Arusha au walivuta hewa chafu wakiwa kwenye basi au wakiwa wapi? Kwa hiyo unakuja kuona kwamba wanasema linalosemwa kama alipo basi linakuja, basi ina maana kwamba mamlaka sasa ianze kuwa karibu na haya matukio, kwa sababu kwa sasa hivi waangalie zaidi namna gani wana treat tatizo kuliko namna gani wanakomoa tatizo linapotokea. Yeah. Okay, pengine kwa upande wa bodi ya ligi, hizi fedha zinazokusanya wanawezekana labda pengine wakawa wana mpango wa kufuatilia kutokana na wanapata fedha nyingi na wenda zindikawa zinawasaidia na wasiwe na mpango kwenda kuondoa hilo tatizo. Of course pesa zinazokusanywa na wafuatilie, mimi wanafuata zaidi kanuni zinavyosema. Kwa ili kuweza kuongeza makali zaidi, ina maana kwamba kuna haja ya vilabu vyote sasa kukaa chini, kwa sababu bodi ya ligi ni mali ya vilabu, kukaa chini na kuanza kupanga sasa upya, kwa sababu tayari kuna vitu vishatokea, kuna vitu vina double standard, kuna vitu hivi. Kwa ina maana kwamba hili ni somo kwa msimu ujao, vilabu vikutane, vikae, vipange kwamba bwana, kwa msimu ujao ikitokea 1 2 3 basi sheria zetu ziwe ziseme 1 2 3, kwa sababu ukiangalia taratibu zote ambazo zinaendeshwa na bodi ya ligi ni taratibu ambazo wamekubaliana vilabu vyote kwamba ligi yetu sisi itakuwa inaenda kwa 1 2 3. Sio kitu ambacho mtu mmoja alikaa pembeni akaanza akajitungia hizo kanuni akawaletea. Ni vilabu
vilabu vyote vimeweza kukubaliana. Kwa hiyo ina maana hii sasa liwe somo kwa msimu unaokuja, vilabu vyote vikubaliane kwamba bwana, kulingana na 1 2 3 tunatakiwa tupange 1 2 3. Kwa hiyo nafikiri kwa mpango huo kuelekea msimu unaokuja inawezekana pia ikaanza kutoa hizi double standard, kwamba ikitokea Simba hajaingia kwenye chumba maalum anatozwa milioni 5, basi hata Namungo pia asipoingia chumba maalum naye atozwe milioni 5. Sababu ukiangalia Simba alipita mlango usio sahihi kule Amani, alienda kwenye chumba kisicho sahihi kule Amani, alitozwa milioni 5. Ukija kuangalia kwa upande wa Young African, ameenda kwenye chumba kisicho sahihi katozwa milioni 30. Which is which. Kwa hiyo lazima wakubaliane kwamba kwa mazingira kama haya lazima tuwe na sheria ambayo inatuongoza, ambayo inakuwa haina double standard. Kote inakuwa iko fair, ipo katikati. Kwa hiyo lazima wakubaliane kabla msimu kuanza, watu waweze kufanya mambo ambayo yanaweza kuwa na tija zaidi. Kuna wengine wameweza kushauri na kusema kwamba wanapaswa kuongeza kiwango cha adhabu. Pengine hizi milioni 30 wanaona kwamba ni ndogo, labda weke hela kubwa zaidi, kwamba akijua kwamba akifanya jambo kama hili anaweza akapata shida namna kulipa ile deni. Lakini wengine wanasema kwamba inapaswa kila mashindano aidha iwe ni muungano nini, yote adhabu iwe ni moja. Kama mechi timu ikienda mlango ambao sio sahihi, wapewe adhabu hiyo ambayo wanapata katika ligi kuu. Kwa kweli unazungumzaje kuhusiana na wanaosema iongezwe dau, lakini pia viwango vingine hata katika adhabu za michezo yote? Kuweka adhabu zilingane katika michezo yote inakuwa ngumu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ukiangalia makombe kama Muungano, Mapinduzi ni makombe ambayo yanatokea, ni tournament za muda mfupi, zinakuwa na kamati zake, zinakuwa na utaratibu wake, ingawaje wanatumia marefa wale ambao wanatumika na TFF na Zanzibar. Unaona kwamba ni kitu ambacho kinaweza ikatumia, lakini ukiangalia kwenye uhalisia ni ngumu kuweza kutumia kanuni za ligi ukazitumie kwenye michuano kama ya Mapinduzi pamoja na Muungano, kwa sababu ukiangalia bodi ya ligi inaundwa na vilabu husika ambao vinashiriki NBC Premier League. Sasa ukipeleka sheria za NBC Premier League ya vilabu hivi ukapeleka KVZ, umeona vizuri, ukapeleke Mlandege, wenyewe pia waingie kwenye nanizi, maana yake kwamba hapo sasa unatengeneza mazingira ambayo timu za Zanzibar zinakosa haki. Labda kama ikitokea kwamba iundwe bodi ambayo inasimamia michuano ambayo inahusisha Zanzibar, visiwani na Tanzania bara, hapo labda inaweza ngakula. Lakini kama sheria ambazo zinasimamia kwenye upande wa NBC Premier League hizo pia zikasimamie pia kwenye upande wa wanapoenda visiwani, hiyo itatengeneza kitu ambacho kiko unfair. Kwa hiyo nafikiri katika hilo ni kitu kigumu zaidi kuweza kukitengenezea mazingira. Lakini pia ukubwa wa pesa au udogo wa pesa sio suluhisho la kuweza kusema kwamba kukomesha. Jambo la msingi ni kwamba kutengeneza mapema mazingira ya watu kuto kufanya makosa, na ndio hivyo kwamba lazima kanuni ziweze kukaa, watu waweze kufikiria kwamba namna gani wanaweza kwenda kuzirekebisha ili kuweza kutengeneza mazingira magumu zaidi ya mtu kutenda kosa. Lakini pia ukiangalia ni makosa ambayo yanajirudia yale kwamba kulikuwa kumepuliziwa dawa wala kulikuwa kuna viashiria vya nini na nini, lakini mamlaka zipo. Kwa nini pia wanaishia tu kutoza alafu pia hawatupi taarifa za kiuchunguzi kwamba je, kweli kulikuwa na viashiria vya hatari ya afya au vipi? Nafikiri waende mbali zaidi, watupe taarifa kwamba kwa mujibu wa hilo hakuna jambo lolote ambalo limefanyika na ikagundulika kwamba kulikuwa na hatari za kiafya, na kulikuwa kumegundulika kulikuwa na hatari za kiafya, ili iweze kukomeshwa zaidi. Lakini ili kiendelea kuachwa tu hivi, maana yake ni kwamba aliyefanya anaendelea kufanya, ambaye hakufanya amesingiziwa kufanya ataendelea kusingiziwa kufanya. Sio, unaelewa vizuri? Kwa mimi nafikiri jambo rahisi zaidi ni mamlaka kuweza kwenda mbele zaidi kwamba okay, kuna tatizo la watu kuto kuingia vyumbani, shida ni nini? Shida kuna kupuliza dawa, si kuna nini? Basi mamlaka zitengeneze mazingira ya kujiridhisha ili kuweza kuepuka hivyo vitu, kwa sababu hii kimichezo haikubaliki, inakuwa haiko sawa sawa, kimichezo ni unfair. Kwa hiyo lazima kutengenezwa mazingira ili kuweza kuweka urafiki zaidi kati ya timu moja na timu nyingine kwenye kucheza mpira. Watu wanauliza maswali kwamba je, wale bodi ya ligi walienda kuwauliza Yanga sababu ya kuwaondoa pale kwenda kubadilisha nguo sehemu nyingine ni nini? Na je, kwako wewe unaonaje, wanapaswa kwenda kwanza kuwauliza sababu ya kufanya jambo kama lile ili ndio watoe adhabu? Of course kwamba kwanza tatizo linatokea siku ya mechi husika, kwamba nyie mbona muingii huko, sasa tuingie huko, tunaenda huko. Kwa tayari bodi ya ligi walishagundua kwamba hii timu haijaingia kwenye chumba maalum. Wao wali take trouble kwenda kuangalia chumbani kuna nini, waliweza kuchunguza hivyo vitu. Umeelewa vizuri? Mimi nakumbuka niliwahi kuongea na mchezaji mmoja mkubwa sana ambaye kwa sasa
amestaafu soka, aliwahi kuniambia kwamba waliwahi kutoka, walienda kucheza ughaibuni, nchi za kaskazini. Walipofika kule ukawa kuna viashiria kwamba vyumbani kwao wasiingie, kutakuwa na hatari. Umeelewa vizuri? Nakumbuka barozi wa Tanzania huko nchini aliwahi kuingia na wale wachezaji kwenye kile, na baadhi ya viongozi kwenye kile chumba, walimwaga maji kwenye hicho chumba. Walipomwaga maji kwenye chumba, maji yakawa yanafuka moshi, yanafuka mapovu, kwamba wakajithibitishia kwamba sasa hii chumba si salama kwa ajili ya nini, ya wachezaji. Kuna vitu ambavyo vimewekwa kwa ajili ya wachezaji.